Ikiwa ni siku moja baada ya ibada ya kuzindua kitega uchumi cha KKKT Dayosisi ya Iringa, Askofu Daktari Blaston Gavile amefanya ziara katika usharika wa Ipogolo kwa lengo la kuhamasisha waumini kuendelea kuchangia, huku akiwataka viongozi kuendelea kufundisha waumini juu ya maendeleo ya kiuchumi. Huduma kwa wasiojiweza huko, hiyo itakuza sana usharika wetu wa pili na kuwashauri kwa biashara zao na kila namna. Nimefurahia hata kusikia kwamba mtafundisha somo la uchumi na hivi ili kufanya vizuri. Huo ndio moja ya ajenda ambayo Mungu ametupatia kwa mwaka huu sisi wanadamu wa Iringa. Ndio maana ametupa somo hilo kutoka Nehemia. Tunatamani wapendwa, watu wetu kiuchumi wawe vizuri. Natamani watu wa Ipogolo, mkono wa kulia ushike Biblia, mkono wa kushoto ushike fedha, uwe una fedha. Sawa wapendwa? Uwe na Biblia alafu una fedha. Kiroho uko vizuri, kiuchumi uko vizuri. Sawa wapendwa? Ni jambo tu la nafsi, ni jambo la fikra. Hakuna mtu ambaye wapendwa hana uwezo wa kumiliki fedha nyingi. Tuna uwezo wa kumiliki fedha nyingi na Mungu ametupa vipawa, lakini tuwazembe wa kutoisumbua fikra. Naye Katibu Mkuu wa KKKT Dayosisi ya Iringa, Mwalimu Shadrack Nyaulingo, amewashukuru waumini ambao tayari wamekwisha kuahidi na kuchangia ujenzi wa kitega uchumi hicho, huku akiahidi kusimamia matumizi sahihi ya fedha hizo. Sisi tumeamua, na kama tumeamua tutakaofanya ni sisi na yatakuwepo. Na tunaanza pale Lutheran Center, tumeona michango yenu na tunaamini kabisa hata leo mtaunga mkono Baba Askofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba kushukuru Baba, niko tayari kutumika pamoja na washarika hawa, naomba mniombe. Lengo la Dayosisi ya Iringa kwa mwaka huu ni kuwafikia angalau watu 50,000 na miongoni mwao ni hawa. Naitwa Mchungaji Eli Abraham Mwenuka, mchungaji kiongozi wa usharika wa Ipogolo. Nipo hapa kushirikisha maono makubwa ya Dayosisi yetu ya Iringa kupitia kiongozi wetu wa Dayosisi. Tunapozungumza Dayosisi ni pamoja na kukua kwake kiroho, kimwili, kiuchumi na kadhalika. Tunacho kitega uchumi chetu ambacho tunatarajia kujenga ili kitukwamue katika eneo la uchumi. Sababu kanisa linalojitegemea ni pamoja na kujitegemea kiuchumi. Tunapokuwa na uchumi imara, basi tuna uhakika wa kuweza kuhakikisha injili inasogea na kuwafikia watu wengi kupitia uchumi tulionao. Kwa hiyo kitega uchumi hiki ambacho kinatarajiwa kujengwa kinakusudia kuleta uhimilifu wa dayosisi yetu na kugusa maeneo mapana zaidi. Kwa hiyo nawakaribisha watu wote kuona wanaguswa na kushiriki katika eneo hili zuri kwa ajili ya ustawi wa kanisa na ufalme wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina anaitwa Vincent Masanula, ni mtunza hazina mstaafu wa KKKT Dayosisi ya Iringa. Kuzungumzia swala la kitega uchumi cha dayosisi, ninapenda kusema kwamba maono haya ni maono ambayo yanaweza kulifanya kanisa lijitegemee kama ilivyo maono na dhima ya Dayosisi ya Iringa. Kwa hiyo kitega uchumi hiki kinaweza kutusaidia. Kwa hiyo jambo ambalo napenda kusisitiza ni kuona kwamba watu waelewe, na kama ambavyo tumeendelea kueleweshwa, watoe kwa kupenda, watoe kwa kuona kwamba hili jambo ni la kwao. Nashukuru kwa kunipa nafasi nizungumze. Asante. Kwa jina naitwa Asije Chuma, natokea mtaa wa Chuo, ni muumini wa kanisa la Ipogolo. Ni mzee wa kanisa niliyechaguliwa kwa awamu ya pili. Mimi kwa ujumla hii kazi nimeipenda, kitega uchumi nimekipenda. Nimekipenda kwa vipi? Uchumi unapoinuka ndio tunapata maendeleo. Kwa hiyo hata hayo najua ni maendeleo ya kanisa. Kwa hiyo hata mimi mwenyewe
nitakuwa tayari kuchangia kitega uchumi hiki ili kanisa liweze kusonga mbele zaidi na zaidi. Kwa jina naitwa John Silungwe, ni mzee wa kanisa kutoka usharika wa Ipogoro. Kwa kweli nimefurahi sana kusikia maoni makubwa ya askofu wetu Blaston Gavile kwa kuanzisha kitega uchumi katika dayosisi yetu. Kwa kweli sisi kama vijana lazima tumuunge mkono kwa kuwa kitega uchumi hiki kitainua sana uchumi wa dayosisi yetu na kufanya dayosisi yetu isiwe tegemezi, ambayo itasaidia kuendesha shughuli za kikanisa na dayosisi yetu kusonga mbele. Kwa kweli tunaunga mkono na waalika na vijana mbalimbali kutoka mikoa mbalimbali ambao wamepata kuishi hapa Iringa, wafike hata huko ulipo, unga mkono kwa kuchangia kitega uchumi hiki kikubwa. Nawashukuru sana, asante sana. Kwa majina naitwa Leonia Mayemba Kiongozi, mzee wa kanisa katika kanisa hili KKKT Ipogoro. Mimi ni mjumbe wa kamati ya halmashauri ya. Kwa kweli nimesikia habari hizi njema za kusema hapa dayosisi yetu ya Iringa tunafungua kitega uchumi. Nimefurahi sana maagizo ya askofu jinsi alivyosema. Kuwa na kitega uchumi ni kizuri kwa sababu nini? Tutapata maendeleo. Watu wataweza kutoa sadaka kwa Mungu kutokana na kitega uchumi hicho. Watu watafanya kazi mbalimbali kwa ajili ya kitega uchumi hicho. Tunaomba Mungu atusaidie hata wenzetu watakaposikia hizi habari njema tuwe pamoja kuchangia katika sadaka zao kiunga mkono hiki kitega uchumi kisonge mbele. Nikiripoti kutoka usharika wa Ipogoro, mimi ni Meshack Longo, Furaha FM Media.